Bwana, moja kati ya issue ambayo imekuwa ni kubwa ile kinoma noma ni mdondoko wa Chris Brown. Chris Brown amekula mweleka bwana kwenye moja kati ya tamasha ambalo alikuwa analifanya bwana, ndugu yangu, katika hili tamasha ambalo linakwenda kwa jina la The R&B Tour, ambalo hili ni tamasha ambalo limewakutanisha washikaji wawili ambao wanazidi kuweza kuumiza na wana historia nzuri sana katika upande wa kuweza kuumiza katika hii genre ya muziki wa R&B. Hili tamasha linakwenda kwa jina la The R&B Tour, ambapo Agosti 12 katika moja kati ya show ambayo ilifanyika kitaa kile pale cha Toronto, Canada, Mnyamwezi Chris Brown alionekana bwana amekula bonge moja ya mweleka, lakini kutokana na issue nzima ya kuwa fiti kwenye upande wa mazoezi, Chris Brown ni moja kati ya msanii ambaye ukimzingua na kuzingua kwenye upande wa martial art, basi hichi ndicho kitu ambacho kilimsaidia na kuonekana kwamba mweleka wake kwamba haukuwa big issue na watu wachache ndio walio notice, na tofauti na wasanii wengine, mfano Asha K alishasimamisha tamasha lake baada ya kujikuta ni master wa kuruka martial art, mara ghafla suruali ikachanika, ghafla bilvupu akaahirisha tamasha pale pale. Lakini ilikuwa tofauti kwa Mnyamwezi Chris Brown, Chris Breezy. Moja kati ya issue ambayo ilitrendi ile kinoma noma ni kuhusiana na issue nzima ya mdondoko wa Chibu na kuita tena kwa mara tatu Chibu D. Diamond Platnumz alikula mweleka akiwa yuko pamoja na mtu mzima Vanny Boy, sijui unaikumbuka ile? Hawa walighairisha show, lakini kwa mtu mzima Chris Brown ilikuwa hivi, itazame. Tamasha hili linakwenda kwa jina la The R&B Tour, lilianza Juni 26 mwaka 2026 katika mji wa Denver, Colorado, huko nchini Marekani, katika uwanja wa Empire Field at Mile High, na linatarajiwa kuweza kumalizika Disemba 12 mwaka 2026. Na baada ya kitaa kile pale cha Toronto, Canada, bado linazidi kuweza kuchanja mbuga katika maeneo kama ya Chicago, San Francisco, Las Vegas, Dallas, Los Angeles, Atlanta pamoja na Miami na maeneo mengine. So that's it ladies and gentlemen, maoni yako ni yapi katika hili ambao umetoka kuweza kulitazama this time? Acha comment yako hapo chini, then nitapita nao katika episode ambayo inafuata. I go by the name Daddy, father of 6 babies, Kelvin KO. Let's pop out East Africa, Central Africa, worldwide. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.